wazazi, wanafunzi, wanahabari, bibi na bwana, asalamu alaykum. Awali ya yote naomba kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa kibali jioni hii ya leo kuja katika jambo kubwa na muhimu la mahafali wa vijana wetu wa kidato cha 4 na kidato cha 6. Nishukuru fursa hii kwa ajili ya kuwashukuru management ya Luminous International School kwa kupata mwaliko huu nami kuwa miongoni mwenu usiku huu wa leo katika jambo hili kubwa na muhimu kwa vijana wetu ambao wanamaliza kidato cha 4 na kidato cha 6, lakini muhimu kwa shule yetu ambayo bado ni mpya sana, ina muda mchache sana toka ianzishwe kutoa taaluma hii hapa nchini. Niwapongeze vijana wetu kidato cha 4 na kidato cha 6 ambao walikuwa na safari ndefu muhimu sana. Leo hii imewafikisha katika kuhitimu masomo yao. Na kwa ufupi sana, toka nilipofika nilikuwa msikilizaji zaidi. Katika zile research methodology nilikuwa naangalia ni njia gani. Kwa muda mfupi nimegundua wanafunzi wanaosoma Luminous International School mko vizuri sana. Hongereni sana. Nimegundua mnapata maarifa mengi na mazuri. Kimaarifa haya inawezekana wengine wengi inawezekana wanayakosa. Ninyi mmepata fursa ya kuyapata. Lakini kubwa zaidi ni wapongeze wazazi ambao mmediriki kuwachukua vijana wetu kuwaleta Luminous International School. Niwapongeze kwa sababu binadamu tunavyoishi, na hasa katika upande wa dini yetu ya Kiislamu, kila mzazi ana jukumu la malezi, lakini inategemea mtoto wako huyo utamlea katika utaratibu gani. Inawezekana tunaishi, lakini tuna maswali mengi sana ya kujibu, na hasa katika ulimwengu wa sasa wenye changamoto nyingi sana. Wazazi waliofanya strategic investment ya kuwaleta watoto wao Luminous International School hakika wamefanya jambo jema sana. Imamu wetu wa msikiti wa Kitumbini ambaye ni kiongozi wetu katika taasisi hii vile vile, ni miongoni mwa viongozi. Anafahamu wazi hata waumini anawaongoza. Inawezekana wengi wanatumia fedha nyingi sana katika kusomesha watoto, lakini wachache sana wanaotumia fedha hiyo nzuri kuwasomesha watoto, lakini wakiwa na faida mbili. Faida ya kwanza, mtoto anapata elimu, lakini faida ya pili, mzazi anakuwa fursa ya kujitetea mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika malezi ya mtoto huyu amemlea vipi kumjua Mola wake? Hili ni swali zito. Watu wana fedha nyingi, wanasomesha, lakini leo kuna mtihani mkubwa sana katika familia zetu. Mtoto anatoka primary school mpaka anamaliza form 6 mpaka anaenda chuo kikuu, hata ibada tu hawezi kujua. Hata mwambie katika kitabu cha Mwenyezi Mungu chenye aya 114, chenye sura 114, aguse sura yote anaitambua ni mtihani.
Lakini nimeona hapa watoto hawa wamepata faida nyingi mno, kubwa mno. Kwanza kufahamu dunia as secular education, lakini kufahamu mwongozo, elimu ya mwongozo. Nilikuwa naona ile cross checking questions za mwongoza mada. Alipokuwa akiuliza, alafu madam alipokuwa akipointi watu ambao wako tayari kuweza kurespond, unaona ni kwamba watu vijana wamepikwa, wameiva. Kwa hiyo wazazi wenzangu, hongereni sana sana sana. Taifa lolote linaweza likaharibika ni mara inawezekana jamii yake haijapewa misingi mizuri sana ya kuifahamu dunia, lakini kujua mwongozo wa maisha yao. Wakati mwingine mataifa tunalalamika swala zima la rushwa na kukosa uadilifu, watu wenye uonevu. Ni kwa sababu ni kwamba watu hao wamelelewa katika misingi ambayo ya kutomtambua Mwenyezi Mungu. Na mwisho wa siku ni kwamba hata ukimpata msomi aliyesoma kwa kiwango ambacho nakiona hichi amesoma kwa kiwango cha juu, lakini inawezekana akafanya mambo yasiyokubalika katika jamii, ni kwa sababu amekosa elimu ya kumuongoza katika maisha yake. Hili nyinyi Luminous mnalifanya, hongereni sana kwa mara nyingine. Nikiwa waziri wa viwanda na biashara hapa, nimeona vitu vingi vipo, na hasa vijana walioandaliwa kuhakikisha huko baadaye wakashiriki vizuri katika upande wa biashara, katika upande wa uwekezaji na mambo mengine ya uongozi, ya utawala, kutoka kwenu ninyi. Madam, nikupongeze na timu yako. Na nafahamu nyinyi walimu mnafanya kazi kubwa kuwapika vijana wetu mpaka walipofikia hapa. Mmefanya kazi kubwa. Na msichoke. Endeleeni kuwalea watoto hawa. Vijana hawa wa kiume na wa kike, waleeni tupate watu bora katika taifa letu hili. Katika kipindi cha sasa ambacho serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama nchi imejipambanua kwanza kuweka mazingira wezeshi ya watu kushiriki katika mambo mbalimbali. Mambo kwanza ya kielimu, na kielimu manake kwa public sekta ya umma iweze kutoa elimu, lakini kufanya facilitation, kutengeneza mazingira ya wezeshi sekta binafsi iweze kuwekeza katika elimu. Wale wenzangu na mimi wanafahamu miaka nyuma tulikotoka hapa. Kijana ukitaka apate elimu kama hii tunaisikia hapa, huwezi kwa zamani huwezi kumkuta hapa Tanzania. Wazazi wengi ilibidi wasafirishe watoto wao kwenda Kenya, kwenda Uganda na maeneo mengine. Wengine wamepata fursa kupeleka South Africa. Lakini sasa milango imefunguliwa. Leo hii nchi yetu haina sababu ya wanafunzi ambao wa level hii kumpeleka nje, kwa sababu hapa Tanzania kuna shule nzuri, na miongoni mwa shule hizo ni Luminous International School. Niwaombe wazazi, tutumie fursa hii nzuri. Kwanza, swala zima hata cost management, lakini hata kuangalia kuwa na ukaribu na mtoto na kijana wako. Hapa Tanzania mimi naamini hawa wote, hata kama wengine wametoka nje hapa, lakini naamini hawa wote wamepata fursa nzuri ya wazazi hata kuwa karibu, kujua mambo yanaendaje, hata culture, utamaduni unaendaje. Kwa hiyo niwapongeze sana, lakini wakilishie serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi tunamsaidia tumefanya vizuri. Tutajitahidi kuhakikisha mazingira wezeshi yanaendelea kuboreshwa katika nchi yetu. Hasa katika upande wa viwanda nimetoa maelekezo. Hivi karibuni tulizindua sera mpya ya biashara ya mwaka 2003 toleo la mwaka 2023. Lakini sasa hivi tunaenda katika sera nyingine mpya ya e-commerce na mambo mengine, ambayo inatoa fursa kwa vijana wa aina mbalimbali waweze kujikipu vizuri, kuanza kufahamu mambo mengi ya kibiashara na kiuwekezaji. Lakini hata hivyo katika maelekezo mbalimbali niliwataka wenye viwanda, wafanye biashara, wafungue milango kwa vijana ambao wanasoma kama graduates kama hao, waweze kupata fursa wengine kufanya practical exercise, ili mradi wakuze maarifa yao. Vijana wa vyuo na vijana wengine wanaomaliza form 6, wengine ambao kipindi wanachosubiri wakipata muda wa kuvolunteer, tuweze kuwatengeneza vijana ambao watakuwa shindani. Taifa letu liendelee kuwa shindani, mkifahamu wazi tuna fursa nyingi
katika nchi ambazo zina ukwasi wa mambo mengi mazuri ni Tanzania. Katika vivutio vya kitalii viko vingi Tanzania. Ukianza kuvihesabu kuanzia Serengeti, Ngorongoro, unafika mpaka Nyerere National Park, unazunguka mpaka Katavi, kila unakwenda fursa hizo zipo. Lazima vijana wapikwe waweze kuelewa jinsi gani watatumia fursa hizo. Upande wa madini, nchi hii ni tajiri. Ukiachia gemstones tunazozijua, gold, tanzanite na zinginezo, diamond, lakini tuna earth minerals ambazo hizi zimekuwa ndio madini sasa hivi yanayotafutwa duniani. Na hasa tunakwenda katika green economy ya kuhakikisha tunasaidia kuzuia upungufu wa mazingira, kutumia nishati, magari ya umeme, madini yake yote yanapatikana Tanzania. Tunataka vijana walioiva ambao baadaye wataweza kutumia fursa hiyo vizuri. Na vijana hawa ni kama nilivyoona hapa kutoka Luminous International School. Mimi nimefarijika sana. Na mimi natamani sana mtoto wangu nimlete hapa ili kusoma. Natamani sana mtoto wangu mmoja inshallah Mungu akijalia. Natamani sababu nimeona vitu vingi vizuri viko hapa. Niwaombe ninyi mnaomaliza sasa, endeleeni kuchukua haya maarifa mliopata hapa shuleni, lakini muyaendeleze huko tunapokwenda. Maisha bado sana. Yaani sisi hapa ndio kwanza ndio kwanza tumeanza. Mimi nilikuwa kama ninyi. Nimemaliza kama ninyi wakati huu. Zaidi ya miaka 30 iliyopita huko class. Ni miaka mingi, lakini wakati huu nimemaliza kama ninyi nilimaliza hapa. Lakini bado naniona niko kijana sana. Piga makofi tafadhali. Maana ninawaambia bado safari iko ndefu. Hapa ndio mmeanza, tengenezeni hii ni foundation ya mambo makubwa mengine mazuri yajayo huko mbele ya safari. Kwa hiyo niwatakie kila laheri, lakini wazazi niwaombee sana kwa hii kazi kubwa mlifanya. Hii nimesema ni strategic investment mlioifanya kwa vijana. Lakini vijana tukitokana hapa mkimaliza na fursa kwa mkono wetu tunasoma ya kuenda kuongeza maarifa maeneo mbalimbali hapa nchini na nje ya nchi. Kwenda kujiwekeza maisha haya kupata mambo mengi. Na tusijifungie wazazi. Watoto wakipata fursa, mkiona sehemu nyingine watapata maarifa mengine, wakaongeze maarifa. Dunia sasa hivi imefunguka. Wale wanaenda bara Ulaya, wale wanaenda Middle East, wale wengine wakiangalia hapa. Kwa mfano leo hivi UAE, ukiangalia pale kuna elimu, vyuo vyote mbalimbali vimeletwa pale Dubai, Abu Dhabi, Sharjah na sehemu nyingine. Lakini wanataka kwenda China, watapata maarifa. Nchi yetu kazi yake itasaidia kufacilitate visas watu wengi wakasome. Wanataka kwenda Malaysia, watapata maarifa. Kokote unapotaka kwenda, Canada, kokote utakwenda kwenda. Manake lakini hapa nchini kwako bado fursa zipo. Naambia hivi ni kwa sababu tuna safari ndefu, lazima tukaongeze maarifa. Tunataka Watanzania ambao watakuja kusaidia taifa letu hili kusonga mbele. Misingi mizuri imewekwa tokea muda mrefu wa baba taifa mpaka sasa hivi Daktari Samia Suluhu Hassan anatengeneza misingi mizuri. Haya sasa tukayaongeze vizuri, tupate maarifa, tuje kushika huu msukani baadaye uende vizuri. Mimi sina mashaka na nini. Wote ninavyowaona hapa nyuso zenu zinanionyesha nyinyi ni watu muhimu sana. Gifted muhimu sana. Nyinyi gifted sana. Na kila mtu ajiamini. Naomba niwaombe jambo, kujiamini. Kujiamini mnaweza mkafanya makubwa zaidi. Na nini especially ni ladies, mna vitu vya kujivunia. Mna reference. Ukimwangalia Madam President yupo hapa. Ukimwangalia speaker yuko hapa, mwanamke yuko hapa. Mna reference nyingi za kuthubutu. Na ninyi hapa wa kiume mna mambo mengi ya kujivunia. Ukimwangalia Jafo yuko hapa, piga makofi tafadhali. Yanawezekana yote. Kwa hiyo niwaombe tusonge mbele, tujiamini, tumepewa maarifa ya kutosha. Nimesikia katika risala hii kuna mambo mengi yamezungumza, ikiwa Mheshimiwa Jafo uwe mshauri wa karibu. Nimesikia hili sana. Sawa? Lakini sema nitakuwa mshauri lakini on and off, sawa? Kwa sababu unafahamu majukumu lakini sisi wazazi wote ni washauri. Sawa? Na mimi nitatamani kweli kuendelea na mimi kuwa mshauri katika hili jambo. Kwa hiyo nitakuwa mshauri wa on and off
kubadilishana mawazo, kuona tuna fursa gani tulizokuwa nazo. Na hili ndio jambo la msingi, fursa. Sawa? Tupanuane mawazo, fursa gani ya kuifanya taasisi hii sasa, shule hii sasa international iwe kubwa zaidi. Hizo ni miongoni mwa mambo ya kubadilishana mawazo. Na hili tutalichukua, na mimi nitakuwa miongoni mwa watu washauri wa kusaidia shule. Niwashukuru sana, naomba niwahakikishie serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6 itaendelea kuweka mazingira wezeshi kuhakikisha vijana wanasoma vizuri, lakini tunasonga mbele kimaendeleo. Lakini kubwa si kwa muhimu, ni waombe wote mliokuwa huko, wanafunzi, wazazi na vyombo vya habari. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa uchaguzi una maana kubwa sana kwa kila mmoja, mtoto mdogo, anayesoma, anayefanya kazi. Uchaguzi maana yake nini? Lazima tushiriki uchaguzi kwa amani na usalama. Asikushawishi mtu yoyote kwamba uende uchaguzi ukiharibike. Ndugu zangu, naomba niwaambie, ukisoma kisa cha Balkis, sawa, na Suleiman, shehe pale ndio anafahamu visa hivi. Balkis wakati walikuwa mfalme wapi? Malkia wapi? Wa nchi ya Saba. Sasa hivi ndani Yemen ya sasa. Yemen ya sasa, wakati ulijulikana kama Saba. Ni kisa kirefu sana. Wakati Hudhud alipochukua barua kutoka kwa mfalme Suleiman na kumpelekea Balkis, na wale washauri wake wakasema hapa hakuna maana, twende tukazichape tu. Lakini mama akatoa neno la busara. Hakika wakuu wakipigana, halo, kwamba wafalme wakubwa wakipigana, basi kinachotokea ni nini? Mabwana hugeuka kuwa nini? Watwana. Ni waombe ndugu zangu, katika uchaguzi kama hivi tunavyokwenda, lazima tuzingatie jina amani. Amani ikipotea, hakuna hata mtu mmoja sisi tuliokuwa ndani angethubutu kukaa mpaka muda huu anafikiria, tusingepata fursa hii. Fikiria nchi ambazo mwanzo zilikuwa ni reference point ya kuona zinafanya vizuri. Nchi mfano kama Libya. Vijana wanaomaliza vyuo wanapata fursa ya kupata hata ile unemployment benefit, ya kupata mafao. Wale wenye nusura wanapata fursa ya kupata nusura. Leo hii Libya sio Libya hii. Hakuna watu wanaosoma kwa amani, hakuna watu wanaofanya uwekezaji kwa amani, ni kwa sababu nchi imeharibika. Kwa hiyo ni waombe ndugu zangu, tunapoenda katika uchaguzi mwaka huu, tuseme amani kwanza, mengine baadaye. Hili ndilo kubwa. Lakini kibaya zaidi, inawezekana mtu mwingine anakushawishi hapa ufanye jambo baya, hata ukiangalia familia yake inawezekana hayupo hapa nchini. Mimi mwenzangu na mimi Mzaramo wa Chole Sambula Kibuna Nguo, si mnafahamu ndani? Likiharibika ukilikoroga utalinywa mwenyewe. Hizi ni lugha za watu wa kule Vingunguti, Buguruni, Manzese. Piga makofi tafadhali. Najua mimi ni watoto wa international school, haya mambo mengine hamuyapati vizuri zaidi. Maana yake nini? Tuna kila sababu swala la amani, usalama ni jambo la msingi. Ndugu zangu, mimi nimeshukuru sana. Niliambiwa niseme machache, lakini nimefurahi kuwaona hawa. Nimefurahi sana, songeni mbele. Mtafika mbali sana inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Amen. Baada ya haya machache niwaombee mpate mafanikio makubwa, na Mungu awepushe na jicho la husuda. Amen. Awepushe na vinyongo vya watu. Amen. Manake husuda, madhara ya husuda inakausha mpaka miti. Husuda inaua wanyama. Husuda, mtu mwenye jicho la husuda, hata ukiwa na mboga yako nzuri, kuku mzuri umenunua wa kienyeji, umeweka jikoni, unamchemsha, mtu akiwa jicho la husuda, kuku yule ukimtoa jikoni amechacha afanye kulisha. Madhara ya husuda. Atuepushe na jicho la husuda sote. Lakini kwa sababu humu ndani naona na kina mama wengi, hasa watoto wa kike, na watoto wa kike wana baraka kubwa sana. Niombee mwaka huu na mimi naenda katika uchaguzi nipite vizuri kwa uchaguzi wangu. Baada ya chache, Mungu atubariki sana. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Sasa niko tayari kwa ratiba zozote zilizokuwa zimepangwa katika shule yetu ya Darasa la 9.